Hii ni Kakwale TV. Wewe fundi, wewe una wajibu wa kushauri. Wewe mimi nikukamate wewe kwa sababu wewe umejenga bila kupata maelekezo ya serikali. Fana na sisi tulitoa ushauri lakini ikaonekana. Ongea vizuri, simama kwa huko kwanza. Tazama huko. Ulitoa ushauri gani? Ushauri tulitoa huo kwa sababu ambao walikuwa nyakati zile mvua zinanyesha, gari zikawa zipiti sehemu za husika za mawe. Lakini sasa tukaona kwanza kwa sababu tofali zilikuwepo, tuanze kwanza na ukuta msingi na ukuta, alafu baadaye utamwaga jamvi ifuate juu yake. Wewe ndio ulimshauri fundi. Ule mshauri injinia. Yaani shida ilikuwa sema ushauri ulitoa wewe. Mawe si yale pale. Shida ni changamoto ni kule mawe yanakotoka. Ngoja kwanza brother. Mawe mpaka yameotewa majani yale. Maana yake mawe yalikuwepo. Hayo wananchi wenyewe ndio waliobeba hapo wakati ndio wanaandaa eneo. Sasa kwani hamkutumia yale? Mawe hayo hapo yamejazana. Kwa sababu I don't know what I say. Mimi siwaelewi. Yaani sielewi mnachokizungumza kwa sababu mawe yapo kila sehemu. Yaani kwa sababu mawe ya jengo hili ambayo yalikuwa kwenye mradi hapa hatuwezi kuweka, lakini mawe yale yameletwa na wananchi. Na hapa nikiuliza nitaniambia wananchi walisomba mchanga, wananchi walifanya nini, lakini mawe yalikuwepo, hamkutaka kuyatumia kufuata specifications za serikali. Fundi na nini mnaosimamia. Mkataba umesema tarehe 31 mwezi wa 3. Lakini mkataba umeelekeza kazi gani ya kwanza na kazi gani ya mwisho. Sawa? Uwezi ukaruka step fulani ukaenda nyingine. Sawa? Maana nimewauliza haya madarasa, hamjaweka kifusi, hamjaweka zege, mmeinua ukuta, sawa? Mmekwenda mmepaua, mmeanza plastering na bado hujamwaga zege mle ndani. Sasa mkataba kama vile kupatikana kwa wakati. Kwa hiyo sababu kama mwajiriwa siwezi kumkatalia kabisa kwamba hapana mpaka nivione hapa wakati kesho nilitishia na magari yalikuwepo. Kwa hiyo wewe ulipaswa kumshauri kwamba bwana sikiliza. Ili twende sawa. Mkataba wangu unasema ninaanza na hiki na hiki na hiki. Nifute jamvi. Majengo yote mkufuta jamvi. Sasa mimi kila kitu kilicho kwenye mkataba ilikuwa jenge zege, alimwagilie, likomae kabla ya huo. Kwa sababu kinachokuja kutokea ni nini? Weshajenga tayari ukuta. Wanakuja kumwaga zege. Watakapomwaga maji kufanya curing ya ile zege kule ndani, maji haya yatatafuta sehemu ya kupita, yanaanza kupita kwenye ukuta wa tofali. Maana yake mna weekend ule ukuta. Majengo hajakamilika, hajawekwa zege humo ndani, hajawekwa kifusi, hajawekwa mawe. Sawa? Na zege halijamwaga. Yanaweza kutumika kwa sasa, yaweza kutumika. Sasa kulikuwa na uharaka gani kama darasa liwezi kutumika? Ndio maana hata mawe hapa yamekuja wakati ukuta umeshainuka. Sasa mimi ndio nauliza, uharaka huo ulikuwa wa nini kama tunaruka steps za ujenzi? Tunaamua kujenga hilo. Lakini tunaambiwa tufanye 1 2 3. Huo uharaka utoka hapo kwa sababu tumejenga ukuta tumemaliza, lakini hatujaweka mawe, hatujaweka kifusi, hatujaweka mawe. Which means hilo darasa liwezi kutumika leo. Sasa namuuliza huyo engineer wa halmashauri, namuuliza yule fundi, kulikuwa na uharaka gani wa kuvuka? Umesema vifaa vilikuwa viweze kuingia site. Lakini mlisubiri siku 14 bila kufanya kazi. Baada ya siku 14 mkaendelea. Kumbe tungeweza kusubiri mvua ikaisha, tukaleta kama tunaomba extension, tungeomba hiyo extension TAMISEMI kwa kueleza sababu zilizotokea ambazo ni geographical features. Sawa? Kwamba that was out of our control. Kwamba mvua imenyesha, hatuwezi kupeleka nini? Material. Ilikuwa na sound, lakini leo umekuja umejenga, hujamwaga kifusi, hujaweka mawe, hujaweka zege kama ilivyotakiwa. Zege la nje naliona kweli mmefunga vizuri sana, limekaa, liko very strong. Lakini tutakapokuja kuweka zege hilo na kuanza kulitibu zege la ndani, huu ukuta tunautengenezea sehemu za kuanza kutafuta maji yapite. Kesho yake unajua nini kinachotokea? Ukuta utazaa fangasi. Ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele usikose.